Tusalamiane salamu za Hosea. Bwana Yesu asifiwe. Leo ningependa kusema maneno yaliyo katika Zaburi ya 16. Zaburi ya 16 mstari wa 1 na wa 8. Biblia inasema, nimekukimbilia ewe Bwana ili niwe salama. Macho yangu yanakuona wewe, nitasimama pamoja nawe. Hii dunia ambayo tunaishi, wakati mwingi tunakutana na changamoto. Huyu ndugu yetu alipotuacha ilikuwa Jumapili. It was a very black Sunday. Lakini suluhisho wakati mambo ni magumu, inatakana ujue mambo matatu. Jambo la kwanza, je, utakimbilia nani? Daudi anaandika katika hii Zaburi, alikuwa amepitia changamoto ya maisha, na yeye akajua, mimi nitamkimbilia Bwana ili niwe salama. Kwa nini tunakimbilia Bwana? Kwa sababu kwake tunapata neema. Ninaombea familia, Mungu awape neema ya kustahimili mambo haya yote. Wale waliofanya kazi pamoja naye, kimbilia Bwana na mpokee neema. Kitu cha pili, mpokee amani. Tunakimbilia Bwana ambaye anatupa amani, amani ipitayo fahamu zote. Kitu cha tatu, tunakimbilia Bwana. Hata leo tunamkimbilia hapa ili tupate matumaini. Hii dunia, sisi ni wasafiri. Upende usipende, sisi ni wasafiri, na wengine wataondoka mapema. Lakini matumaini inapatikana ukimkimbilia Bwana. Vitu hivi vyote vya dunia hii ukikimbilia hakuna matumaini. Matumaini ni Bwana. Kitu cha pili, wacha macho yangu imuone Bwana. Siku ya leo naomba muone Bwana. Bwana ambaye anaokoa watu wote, akiwapa tumaini la uzima wa milele. Kitu cha pili, muone Bwana ambaye ni msaada wa kila mtu. Tunaomba awe msaada wa jamii na nyinyi nyote. Kitu cha mwisho, wacha tusimame kwa Bwana. Tukisimama kwa Bwana hatutatingiswa. Mungu wa amani awe pamoja nanyi. Huyu ndugu wetu alibatizwa kwa kanisa letu la Kianglikana, ACK St. Mark's Toro. Mimi ni padri wake. Alifanya kazi pamoja nanyi. Kwa hivyo siku ya leo tumekuja hapa kusema pole. Kanisa iko pamoja nanyi, na nyinyi tunajua mulifanya kazi pamoja naye, mulisimama naye, hata siku ya mwisho mulikuwa hospitalini naye. Tunasema nyinyi mulifanya sehemu yenu. Mungu azidi kuwapa nguvu na matumaini kwa kila jambo. Kimbilia Bwana. Kitu cha pili, ona neema ya Bwana na matumaini yake. Na jambo la mwisho, simama kwa Bwana. Hata kifo ikija, magonjwa ikija, shida ikija, hamutatingiswa, kwa sababu yeye ndio yule jana, leo na hata milele. Tusimame kwa Yesu Kristo. Mungu wa amani awe pamoja nanyi. Na tuombe.